Naitwa Nabii Jeremia Emmanuel. Mungu akubariki sana. Leo ningependa kuongea na wewe kuhusu ndoa. Ndoa. Ndoa ni nini? Ndoa ni muunganiko wa watu wawili waliokubaliana kuishi pamoja, ambao wameamua kutembea pamoja katika safari ya maisha. Na huu muunganiko unahusisha mwanaume na mwanamke. Maana yake ni kwamba wameamua kuishi pamoja. Na ndio ndoa ambayo Mungu anaitambua. Mungu akubariki sana. Lakini leo ningependa kuelezea kwa nini ndoa nyingi za leo zinakuwa na changamoto. Mungu akubariki sana 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 sana. Jambo la kwanza ambalo linapelekea ndoa nyingi zinakuwa na changamoto katika miaka ya leo ni kumwacha Mungu nje ya ndoa. Mungu ndiye aliyeanzisha ndoa. Mungu alianzisha ndoa ya kwanza kati ya Adam na Eva. Lakini ndoa nyingi leo wanakuwa wanamwacha Mungu, hawamshirikishi katika ndoa yao. Ndio maana unakuta kuna ndoa nyingi leo hawafanyi ibada. Kuna ndoa nyingi leo hawaombi. Kuna ndoa nyingi leo hawasomi neno. Hawana maombi katika ndoa yao. Ukitaka ndoa yako idumu, iwe na uwepo wa Mungu, hakikisha katika ndoa yenu mnamtegemea Mungu kwa kufanya sala pamoja na maombi. Mke na mume lazima muwe na vipindi vya maombi, kuiombea ndoa yenu, kuombea changamoto za ndoa zenu, na mkono wa Mungu unakuwa juu yenu. Utaenda kusoma hilo andiko katika Mhubiri 4:12 kwa muda wako. Jambo la pili ambalo linasababisha ndoa nyingi leo zinakuwa na changamoto ni upendo wa mwanzo kupotea. Wanandoa wanapokuwa wanakutana mwanzo, kuna upendo ambao unakuwa umewaunganisha, lakini baadaye upendo ule unaenda unapotea. Ufunuo 2:4 anasema, nina neno juu yako ya kwamba umeuacha upendo wa kwanza. Mwanaume, ule upendo ulioingia nao kwenye ndoa inabidi uumalizie mpaka mwisho, na mwanamke inabidi uumalizie mpaka mwisho. Kwa hiyo rudisha upendo ule wa mwanzo, utamwona Mungu katika ndoa yako. Jambo la tatu ambalo linapelekea ndoa nyingi leo zinakuwa zinavunjika au zina migogoro, kukosa heshima na mawasiliano. Kunakuwa na maneno makali, kunakuwa na ukimya, kunakuwa na hasira, kunakuwa na majivuno. Vitu hivyo vinasababisha ndoa zivunjike, ndoa ziharibike, ndoa zisifike mwisho. Waefeso 4:29 anasema, neno lolote ovu lisitoke katika kinywa chako au kinywa chenu. Unapokuwa unamtamkia mke wako au mume wako maneno makali ya kumkatisha tamaa, maneno ya kutukana, matusi, kuvunja moyo, unasababisha ndoa ipite katika migogoro. Mtamkie mwenzio maneno mazuri ya heshima na maneno ya upendo, utauona mkono wa Mungu ukitembea katika ndoa hiyo. Bazuka manta ligosa palades kama ntahaga. Mungu akubariki sana. Jambo lingine ambalo linakuwa linapiga ndoa nyingi leo zinavunjika, zinaharibika, ni usaliti pamoja na tamaa. Wengi wameanguka kwenye hichi kipengele, na ni vizuri sana ukafanya toba, na Mungu anapokusamehe dhambi usirudie tena kutenda dhambi, kwa sababu Mungu anapoachilia msamaha anataka uanze kuishi maisha mapya. Majaribu yanakuwa yanaongezeka sana, hususa ukiwa hujaoa, majaribu yanapungua. Lakini ukiingia kwenye ndoa, ndipo shetani anainua wanawake wengine ambao kwa macho wanaonekana wana msaada sana kuliko mke wako, lakini sivyo. Wanawake wa nje wanaweza wakaleta magonjwa, wanaweza wakaharibu ndoa yako. Kwa hiyo shetani anawaandaa, lengo ni kuondoa utukufu wa Mungu katika ndoa yako. Kwa hiyo tamaa za mwili zinakuwa zinaongezeka. Mathayo 5:28 inasema, kila mtu akimtazama mwanamke kwa kumtamani amekwisha kuzini naye moyoni. Yesu alikuwa ana lengo la kuzuia dhambi ya uzinzi na uasherati isiendelee. Ndio maana akasema kila mtu amtazamaye mwanamke kwa kumtamani. Anamaanisha nini? Anamaanisha ya kwamba unapomtazama mwanamke ukaweka mawazo ya mapenzi,
ukaweka mawazo kana kwamba unashiriki naye tendo, pale unakuwa tayari umekwisha kuzini. Kwa hiyo Mungu anaichukia sana dhambi ya uzinzi na uasherati, kwa sababu ile inakwenda kuharibu mwili wako, na ni moja kati ya dhambi ambazo inaweka agano, kwa sababu ukitembea na mtu tayari umekwisha ungamana naye kiagano, umebeba maovu yake na asili yake. Ndiyo sababu inapelekea watu wengi wanavamiwa na nguvu za giza. Kwa hiyo fanya toba, muombe Mungu aitakase ndoa yako. Kama unatoka nje ya ndoa, usitoke tena, awe ni mwanamke au mwanaume. Mungu amenionya nikueleze vizuri sana, kaa kwenye ndoa yako. Mwanamke ambaye amekupa Mungu ndio huyo huyo, maliza naye, kwa sababu Mungu amemchagua kwa ajili yako. Jambo lingine ni kukosa uvumilivu. Watu wengi wanakosa uvumilivu, hawawezi kusamehe, hawana uvumilivu. Lakini ukiangalia Wakorinto wa kwanza 13 mstari wa 7, maandiko yanasema upendo unavumilia yote. Mwanamke anayekupenda atakuvumilia. Kuna kipindi ndoa inapita kwenye nyakati za kiuchumi, kuna kipindi ndoa inapita kwenye nyakati za magonjwa, lakini upendo wa kweli unavumilia hata nyakati za shida. Ukiona mwanamke au mwanaume anakupenda wakati unapokuwa na mali, wakati unapokuwa na fedha, lakini kipindi cha shida anakuacha unahangaika peke yako, upendo huo hautokani na Mungu. Upendo wa kweli unavumilia wote. Jambo lingine ambalo linapelekea leo mahusiano mengi yanavunjika ni shinikizo la kiuchumi. Pesa kimekuwa ni chanzo kikubwa cha watu kuvunjika, kwa sababu watu wanaingia kwenye ndoa akitarajia ya kwamba na kwenda kupata kitu fulani. Unaolewa na mtu kwa sababu ana pesa nyingi, unaolewa mpaka kuna wengine wamekataa kuoana au kuolewa na watu fulani kwa sababu ni masikini, hawana pesa. Ni heri ukaolewa na mtu ambaye anampenda Mungu na anamcha Mungu, hana pesa, kwa sababu mtakapoanza kutafuta mali zitakuwa za kwenu. Madhara ya kuolewa na mtu ambaye tayari ana mali, mkigombana, mkikorofishana, rahisi wewe kufukuzwa, rahisi wewe kuondolewa, na utaondoka bila kitu. Mtu ambaye anampenda Mungu lakini ni mchakalikaji, anaheshima kwa Mungu, anakuheshimu na kupenda, anaolewa, ni rahisi. Mnapopata mali mnakuwa pamoja. Mwanamke, olewa na mwanaume anayekupenda. Mwanaume, oa mwanamke anayekuheshimu. Ndivyo Biblia inavyosema, oa mwanamke anayekutii. Haleluya, Mungu akubariki sana. Kwa hiyo uchumi unaweza ukapelekea. Timotheo wa kwanza 6:10 anasema kupenda fedha ni shina la mabaya ya kila namna. Kwa hiyo usipende fedha. Kama kwenye ndoa yenu pesa zimepungua, tafuteni pesa na Mungu anawabariki. Pesa isiwe ni sababu ya nyinyi kuoana, kwa sababu pesa inaweza ikapungua au ikaongezeka, lakini upendo wa Mungu unadumu hata milele. Jambo lingine ni kukosa mafunzo ya ndoa. Wengi wanaoana kwa njia ya mitandao, wengi wanaoana kwa njia ya WhatsApp, wengi wanaoana kwa njia ya linki za kudeti, wengi wanaoana kama kwenye matv kuna vipindi vya kupiga simu, unapata mke kwenye matv, unapata mume. Hapana, ile Biblia haikubaliki, haikubaliki, haikubaliki. Hosea 4:6 Biblia inasema watu wangu wanaangamia kwa kosa maarifa. Kuna maarifa katika ndoa. Mwanamke sio kitu cha kuchagua unamuona mara moja. Ukiwauliza watu hawajakaa hata kwenye uchumba, hawajapata mafundisho ya ndoa, hakuna mtumishi wa Mungu au kanisa ambao linasimamia huo uchumba, watu wanakutana. Ndiyo sababu ndoa nyingi zinavunjika. Unakuta ndoa haziheshimu hata watumishi wa Mungu, haziheshimu hata wazazi, haziheshimu kanisa. Ndio maana nyingi zinakuwa zinavunjika. Wengi wamejikuta wanaoa majini, wengi wamejikuta wanaolewa na mapepo, kwa sababu hawajafanya uchunguzi, hawajamkaribisha Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kupata mafunzo ya ndoa kuna umuhimu sana. Ukitaka kupata mwanamke mwema, fuata taratibu za kimungu zinazokuwa zinasema. Uchumba lazima utangazwe, lazima kuwe kuna mtumishi wa Mungu anasimamia uchumba wenu au ndoa yenu. Jambo la mwisho kabisa ambalo linapelekea ndoa nyingi zinakuwa na migogoro ni kushiriki tendo la ndoa kabla ya ndoa. Ndoa nyingi sana zimevunjika kwenye hichi kipengele, kwa sababu watu wanaoana tayari wamekwisha shiriki au wamemdanganya mtumishi wa Mungu.
Ni heri wale wanandoa ambao ni wawazi, ambao wanakuwa wanasema, bwana, sisi tumeanza kuishi kama mke na mume, kwa hiyo tunaomba rehema na baraka za Mungu tuendelee kuishi. Lakini usidanganye, usiongee uongo, unakuwa unamkosea Roho Mtakatifu. Mungu akubariki sana. Naitwa Nabii Jeremia Emmanuel au Prophet Jeremia Emmanuel. Nifuatilie kwenye mitandao ya kijamii Facebook, pia TikTok, lakini pia na Instagram napatikana huko. Mungu akubariki sana, ukawe na siku njema. Amen.